يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد رويت صلاة هذه الليلة. نزime pokezwa riwaya nyingi tu zikielezea swala za usiku huu, ani lailatan nisfi min Shaaban, na kusudia usiku wa katikati ya Shaaban, ala anha'in mukhtalifa, kwa njia mbalimbali watu wamezitaja riwaya. Kulluha batilatun, zote hizo ni batili. Maudhu'atun, za kutunga. Hadithi zote zinazoelezea fadhila ya nisfu Shaaban ni maudhu'a, za kutunga. Hata Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala pia amesema neno kama hayo: wa min albid'i allati ahdathaha ba'dhu an-nas, na miongoni mwa mambo ya bid'a ambayo wamezua baadhi ya watu, bid'atul ihtifali bi lailati nisfi min Shaaban, ni bid'a uzushi wa kusherekea usiku wa katikati ya Shaaban, wa takhsisi yaumiha bisiyam, na kuhusisha mchana wake kwa kufunga. Usiku wataswali, mchana watafunga. Walaysa ala dhalika dalilun yajuzu li'timadu alayhi, na hakuna katika hilo ushahidi, hoja, dalili yoyote ambayo inafaa kuitegemea. Waqad warada fi fadliha ahadithu dha'ifatun, na zimekuja kuelezea fadhila za usiku huo hadithi nyingi dhaifa, la yajuzu li'timadu alaiha, haifai kuzitegemea. Amma ma warada fi fadli salati fiha, ama zile zilizokuja kuelezea fadhila za kuswali katika usiku huo, fakulluhu mawdhu'un, hadithi zote ni za uzushi, amezuliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama nabaha dhalika kathirun min ahli alilmi, kama walivyotanabahisha hilo wengi katika maulama. Ndugu zangu Waislamu, suala la nisfu Shaaban, na wengine wanasema kwamba unasoma Yasini 3, wanafanya wenyewe magharibi, baina al-maghrib wal isha, kuna Yasini moja ya kuongezewa umri, na nyingine ya kuzuiliwa siku na majanga, na nyingine ya kuzidishiwa riziki. Pamoja na hizo Yasini pia waenda kwa waganga kwa sababu ya kupata riziki, na hizo Yasini wanazo. Sababu si wa kweli. Mtu la yusalli, mtu yazani, mwizi, mzinifu, mvuta bangi, fanya kadha, atataka Yasini moja akisoma umri wake uwe mrefu, afanye nini? Avute bangi sana au afanyeje? Maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweka hivyo kwamba watu wakisoma Yasini kwa ajili ya kupata umri mrefu. Yako wapi mambo hayo? Wala Yasini kwa sababu riziki ziwe nyingi, yako wapi maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Achilia mbali kuyanasibisha katika nisfu ya Shaaban. Na haya yanafanyika, tumeyashuhudia kwa macho yetu na tumeyahudhuria wakati huo mambo kama hayo. Kwa hiyo tuyajua kwamba yanafanyika hivyo katika majumba na katika misikiti. Bid'a hiyo imeletwa kwa kuitakidi kwamba ati katika usiku wa katikati ya Shaaban ndipo upangwa riziki za waja, bali kuna wengine wamekwenda mbali zaidi kwamba mtu akifa wakati huo anaenda peponi, kwa sababu Allah anakuwa kwenye kikao na malaika. Kwa hiyo kama ameghafilika vile, mtu ukifa tu umepenya, yani kama vile haujaonekana. Vipi Muislamu atazungumza maneno haya? Ndugu zangu Waislamu, suala la kugaiwa riziki halifanyiki katika usiku wa katikati ya Shaaban. Qur'ani, wanawachuoni wa tafsiri ukienda wote wazungumzi hivyo. Watu wa bid'a ndio wanasema hivyo, wakaita qismatu arrizqi, usiku ule wa kugaiwa riziki. Allah Ta'ala anasema: Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema annahu ishtahara, kwa hakika imetangaa, inda kathirin minan nasi, mbele za watu wengi, anna lailatan nisfi min Shaaban, kwamba usiku wa katikati ya Shaaban, yuqaddaru fiha ma yakunu fil aam, ndio ukadiriwa yale yanayotokea kwa mwaka mzima. Atakula hivi mtu, atafanya hivi, ataoa, ataacha, atafanya, ndani ya mwaka mzima inapangwa hivyo. Baada ya kuwa riziki imeshapangwa yote, mtu tangu miezi 4 tumboni mwa mama yake, alafu kile kinachoteremka kila mwaka kinafanyika katika usiku huu wanavodai. Wa hadha batilun, na jambo hili si kweli, ni uongo. Fa innal lailata
التي يقدر فيها ما يكون في العام هي ليلة القدر. huo ni usiku wa lailatul qadr. Akaitaja hizi ayati nilizosoma, hamim wal kitabil mubin, hamim, na hapa kwa kitabu chenye kubainisha, inna anzalnahu, kwa hakika sisi tumeiteremsha hiyo Qur'ani, fi lailatin mubaraka, katika usiku uliobarikiwa, inna kunna mundhirin, hakika sisi ni waonyaji, fiha yufraqu kullu amrin hakim, katika usiku huo hubainishwa kila jambo la hikima. Usiku huo ulioteremshwa Qur'ani ndipo panapobainishwa mambo. Usiku ulioteremshwa Qur'ani ni upi? Akaendelea Sheikh Ibn Uthaymeen akasema, wa hadhihi al-lailatu, na usiku huo, allati unzila fihi al-Qur'an, ambayo imeteremshwa ndani yake Qur'ani, hiya lailatul qadr, ni usiku wa lailatul qadr, kama qala ta'ala, inna anzalnahu fi lailatil qadr, kwa hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika lailatul qadr, usiku wenye cheo. Wa hiya fi Ramadhan, na usiku huo unapatikana katika Ramadhan, lianna Allah ta'ala anzala al-Qur'ana fi, kwa sababu Allah ameteremsha Qur'ani katika Ramadhan. Qala ta'ala, shahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an, mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa ndani yake Qur'ani. Kwa hiyo usiku wa lailatul qadr unapatikana katika Ramadhan, na huo ndio usiku ambao yufraqu kullu amrin hakim. Ndugu zangu Waislamu, nitamalizia hutuba yangu kwa kutaja baadhi ya hadithi zinatumika dhaifu au itakuwa ni maudhu, zikielezea ibada katika usiku huo. Miongoni mwa hizo ni ile inayosema, idha kanat lailatun nisfi min Sha'ban, unapofika usiku wa katikati ya Sha'ban, faqumu lailaha wasumu yawmaha, simameni usiku wake kuswali na fungeni mchana wake. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala ameitaja hadithi hii kwamba si hadithi sahihi katika al-ilalul mutanahiya. Kadhalik ni maneno yanayosema, khamsu layalin, katika usiku tano, la turaddu fihinna ad-da'wa, hayakataliwi katika usiku hizo maombi, hayarudishwi, yanakubaliwa. Awwalu lailatin min Rajab, kwanza wakati usiku wa kwanza wa Rajab, wa lailatu an-nisfi min Sha'ban, na usiku wa katikati ya Sha'ban, na nyingine wakazitaja, lakini hapa ninataja kwa munasaba huu. Hadithi hiyo pia si sahihi ya kutunga kama alivyobainisha Sheikh Al-Albani rahimahullah katika as-silsila ad-dha'ifa. Kadhalika nyingine inasema, man ahya lailatal eid, atakaye swali usiku wa kuamkia idi mbili, Eid al-Adha na Eid al-Fitr, wa lailatan nisfi min Sha'ban, na usiku wa katikati ya Sha'ban, lam yamut qalbuhu, hautakufa moyo wake, yauma tamutu fihi alqulub, siku ambayo zitakufa nyoyo, moyo wake yeye utabaki kuwa uko hai na umesalimika. Yote haya ni maneno yamesingiziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utasikia kwenye maredio, kwenye TV na mashekhe wakubwa na malemba makubwa wamevaa, lakini wanamsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika misikiti, kwa sababu ni ada ya watu wa bid'a. Tahadharini ndugu zangu Waislamu, tubaki katika maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, na tujiepushe na mambo ya bid'a na watu wa bid'a kadhalika. Wa nasallallahu an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.